wameamua kutumia mbinu nzuri ambayo haina maumivu ya kujipatia ardhi. Huko ni mkoani Ruvuma, Songea, ambapo wanaume wengi wanaenda kuoa Songea ili wapate ardhi ya kule Songea. Na mkuu wa wilaya ya Songea ambayo anaeleza kwamba Songea si shamba la bibi. Na taarifa imeandikwa na Urbano Midelo katika ukurasa wa Facebook, anasema kwamba DC Songea amewaweka kikangoni wanaokuja kuoa ili kujipatia ardhi. Amesisitiza Songea sio shamba la bibi. Habari hii anasema kwamba mkuu wa wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, Mheshimiwa Kapenjama Ndile, ametoa onyo kali kwa baadhi ya raia wa kigeni wanaoingia nchini na kuanzisha uhusiano wa ndoa na wanawake wa Kitanzania kwa lengo la kujipatia ardhi na kuendesha kilimo kinyume cha utaratibu. DC Ndile amesema wapo wageni wanaotumia ndoa kama njia ya kujipenyeza ili kulima mazao hususani mahindi na kuyasafirisha nje ya nchi bila kufuata taratibu za kisheria. Hawa ni wageni katika Afrika ama kutoka nje ya Tanzania. Wanaenda mkoani Ruvuma katika wilaya ya Songea na kujipatia wake. Lakini lengo kubwa si kupata mke. Lengo kubwa ni kujipatia ardhi ili aonekane sasa ameoa mtoto wetu, anapewa ardhi na wanalima na mazao hayo wanaenda kuoa nje ya nchi. Kitu ambacho mkuu wa wilaya Ndile anasema kwamba hii si sawa. Taarifa hii inaendelea kumnukuu bwana Ndile akisema kwamba hatuwezi kuingilia watu kuoana, lakini mtu kuoa ili apate ardhi ya kulima mahindi tu, huo ni ujanja wa kiuchumi usiokubalika, amesema Ndile kwa msisitizo, akibainisha kuwa tayari baadhi ya watu wamekamatwa wakilima maeneo makubwa katika kata ya Mtiangimbole, halmashauri ya Madaba, na baadaye kusafirisha mazao yao kimagendo kwenda nje ya nchi. Taarifa hii inaendelea kwa kusema, amesema kwamba kilimo cha aina hiyo ni kinyume cha sheria, kwani kinakiuka utaratibu wa ukusanyaji takwimu za mazao, usalama wa chakula na manufaa ya taifa kwa ujumla. Huyu ni mkuu wa wilaya ya Songea akiendelea kwa kusema, hata kama wewe ni shemeji yetu, huwezi kuja kulima mahindi Tanzania na kuyavusha nje ya nchi bila hata taarifa wala takwimu sahihi. Tunahitaji utaratibu ufuatwe, amesisitiza mkuu wa wilaya huyo. Huku akiendelea akisema, DC Ndile ameongeza kuwa wilaya ya Songea kwa sasa ina akiba ya mahindi tani 119,000 na kwamba kama kuna nchi au watu wenye uhitaji wa mahindi wanapaswa kufuata taratibu rasmi kwa kuwasiliana na meneja wa NFRA Songea au ofisi ya makao makuu ya NFRA Dodoma ili kununua mahindi hayo safi ya daraja la kwanza. Aidha, ameonya kuwa serikali haitavumilia wawekezaji wa kilimo wenye nia ya kutumia ardhi ya Tanzania kama shamba la bibi la kuzalisha mazao kwa ajili ya faida ya nje bila mchango wa maana kwa Watanzania. Amehitimisha kwa kusema, hatuhitaji wakulima wa namna hiyo. Tunataka Watanzania wenyewe ndo wanufaike na rasilimali za nchi yao, amesema kwa msisitizo DC Kapenjama Ndile. Mtazamaji, wewe una maoni gani kuhusiana na kauli hii ya mkuu wa wilaya ya Songea bwana Kapenjama Ndile? Na haya yote yanatokea baada ya kutokea nchi yetu kimsingi haihamasishi watu kufanya kazi, inahamasisha watu kusoma na kupata ajira, yani kuajiriwa. Sasa bwana Kapenjama yeye ameona kwamba kuna hatari ya watu kutoka mataifa mengine kuingia katika wilaya yake na kuoa kisha kujipatia mazao na kupeleka katika nchi zao. Lakini kuoa ni kigezo tu, kikubwa kwao ama lengo kubwa ni kupata ardhi kisha kulima na kufanya biashara katika nchi zao. Ni fursa hiyo. Na ikumbukwe, huko Madaba kuna maeneo makubwa sana ya kilimo ambayo watu wengi hawajayachangamkia sana, lakini watu wengi wanayamiliki
katika ukubwa mno, ama maeneo makubwa sana, ambayo yeyote anayehitaji ardhi, mara nyingi watu wanakimbilia huko, lakini inakosekana kwa namna moja ama nyingine miundombinu ya kilimo kutokana na hali ya maisha ya uchumi wa wakulima wengi hapa nchini, au watu wengi wanaohitaji kulima. Mtazamaji wa Nyikani TV, wewe unayo maoni gani kuhusiana na jambo hili ambalo amelikemea mkuu huyu wa wilaya Kapenja Mandile katika wilaya ya Songea mkoani Ruvuma? Karibu kwa maoni yako. Na langu jina ni Godoni Karurunga.